zaidi ya miungu yote. Yesu ni zaidi ya miungu yote. Yesu ni zaidi ya miungu yote. Hata wanaopita njiani wasikie. Yesu ni zaidi ya miungu yote. 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 Ya miungu yote. Wawili Wanyakyusa wawili wakamchezea Bwana. Wanyakyusa wawili wakamchezea Bwana. Wasifiwe. Kuna miungu mahali hapa imekimbia. Haleluya. Nasema Yesu akisimama mahali hakuna miungu itakaa. Hakuna miungu itakaa. Hakuna miungu itakaa. Hakuna miungu itakaa. Kwenye familia yako mama yangu, Yesu akipita hakuna miungu itakaa. Na yeye ni moto urao. Acha mzee wangu nikwambie, ile biashara yako unapofanya kazi, Yesu akipita kuna miungu itasogea. Yeye ni zaidi ya miungu. Mpigie Bwana makofi. Nisikie vigelegele kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukamsikilize Mungu kwa muda mfupi, dakika chache. Fungua kitabu cha Luka ile sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka ule wa 7. Luka 19 sura ya kwanza hadi ya 7. Luka 19 mstari wa kwanza hadi wa 7. Amen, amen. Neno la Mungu linasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Yes. Na tazama, palikuwa na mtu mmoja jina lake Zakayo. Amen, amen. Mkubwa mmoja katika watoza ushuru. Amen. Naye ni tajiri. Amen. Mstari wa 3. Yes. Huyo alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Amen. Maana ni mfupi wa kimo. Kwa uaminifu, kama unajua wewe ni mfupi, Mungu amekupendelea kuwa mfupi tu, kwa uaminifu umpigie Bwana vigelegele vingi vya shangwe. Kama wewe ni mfupi, mpigie Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya. Endelea mtumishi wa Bwana, endelea. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Amen, amen. Mstari wa 5. Yes. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia. Narudia. Yes. Mstari wa 5. Amen. Na Yesu alipofika mahali pale,
alitazama juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Amen. Mstari wa 6. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Mstari wa 7. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, na Luka mstari wa 9, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unajua inawezekana kuna kitu hauelewi. Sawa sawa. Nikisema haleluya sio wewe tu unayesikia hapa. Kuna watu wanapita barabarani kule. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikisema haleluya namaanisha kwamba hata wanaopita njiani wasikie kwamba hapa kuna Yesu anaadhimishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ile amina yako isiwe ya kumaanisha ukiwa hapa. Kama umefunika nguo, ungepaa itupe pembeni halafu useme ile amina iliyojaa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ile Luka tunajifunza habari za mtu mmoja. Natamani tukajifunza kwa ufupi. Halafu tukamtafute Bwana. Tumemwambia yeye ni zaidi ya miungu, kwa hiyo hatuna shida. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanaeleza juu ya mtu mmoja ambaye jina lake anasemekana kuwa ni Zakayo. Lakini sifa kubwa ambayo Biblia inasema mtu huyu shida yake ilikuwa ni kumuona Yesu. Lakini pia inaongezea ni kumuona Yesu wa namna gani? My God. Sio tu kumuona Yesu, lakini hivi huyu Yesu ni kitu gani? Hivi huyu Yesu ni wa namna gani? Hivi huyu Yesu ni wa namna gani? Biblia inasema kwa sababu ya ule ufupi wake na sio safari za mtumishi wa Mungu. Siku moja akasema Yesu alipokuwa anapita kwenye safari zake akawa anaeleza habari za mtu mmoja alipokuwa akizunguka kwenye zile safari zake za hapa na pale, alikutana na mtu mmoja mwenye pepo katikati ya wale wa Gerasi. Biblia inasema Zakayo akaamua kumtafuta Yesu. Sikiza nikwambie mama yangu, sikiza nikwambie kijana, inawezekana umetumia muda mwingi kumtafuta huu Yesu, na kwa wakati mwingine unauliza hivi habari za Yesu ziko wapi? Hivi habari za Yesu ni nani huyo? Lakini vijana wa NIT wamekuletea kwenye mawanja haya, wamekuletea kwenye viwanja hivi. Ngoja nikwambie habari za huyu Yesu. Biblia inasema Zakayo anatafuta Yesu ni wa namna gani? Alisikia maeneo mengi kwamba kuna mtu anapita, wale wagonjwa wanapona. Alisikia wale viwete wanatembea. Alisikia wale viziwi wanasikia tena. Alisikia wale vipofu wanapata kuona. Lakini huyu mtu ni wa namna gani? Ikiwezekana nikimuona anaweza kunirefusha, akanivuta nikawa mrefu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biblia inasema eti Zakayo akapita akawa anasikia, lakini shida alikuwa mfupi. Tena na ukizingatia umati wa watu ulikuwa unaambatana na Yesu akipita, haumuoni. Maana yake mpaka umuone umesweti, mpaka umuone jasho limekutoka, umepiga hatua, umesukuma mtu huyu, ukiona hapiti unageuka, unapaza, unasogea ili umpate. Zakayo alipata shida kumuona. Je, ni majirani wangapi ambao ulipoamua kuokoka walisema wewe mbona kama unaenda kufilisika sasa? Hivi unaenda wapi? Unaenda kanisani. Mbona kama unaenda kupotea? Walisema kwamba ndio sasa mwisho wako umefika. Lakini kwambia habari za mwanaume Yesu, habari za huyu Yesu. Biblia inasema wakati ulipofika Zakayo akagundua mimi ni mfupi, bora nipande kwenye huu mti, nitasogea kuwa mrefu. Nikiwa mrefu hata nitamuona hata kama niko juu. Biblia inasema kwa sababu Zakayo ndani mwake alibeba kusudi. Biblia inasema Yesu alitambua kusudi la Zakayo. Yesu alipopiga kwenye ule mti akatizama juu akamuona.
akamwambia Zakayo, nimesikia changamoto yako, nimesikia uhitaji wako, shuka upesi. Natamani kusikia leo mama wa Simanjiro Yesu maisha yao mahali hapa. Wanatamani kumsikia Yesu akiinua tena miguu yao iliyochoka miaka mingi, walioumia miaka mingi. Biblia inasema Yesu akamwambia shuka mahali hapa, maana leo imenipasa nishinde, imenipasa nishinde, imenipasa nishinde, imenipasa nishinde. Maana wokovu uko malangoni mwako, maana wokovu uko malangoni mwako. Kuna biashara za watu mahali hapa, Yesu anashuka kwenye malango yao, biashara zao zinainuka, maana Bwana yuko malangoni pao, maana Bwana yuko malangoni pao. Nisikie kelele zako, nisikie kelele zako. Ile biashara yako Bwana anaingilia kati. Haiwezekani, na inawezekana wengine wasikia wamezindika shamba lako, wamezindika shamba lako la mahindi. Sema baba, sema. Inawezekana umesikia unavuna kidogo kwa sababu shamba lako la maharage limezindikwa. Wameingilia kati usiku wa manane, wakaweka sadaka zao, wakaweka maagano yao. Lengo lao usipige hatua, lengo lao usipige hatua. Biblia inasema wale watu wakanungunika, ndio wale ambao baada ya kupiga hatua kuja kwa Bwana wanasimama kunungunika. Hawataki usogee, hawataki usogee, hawataki usogee. Zakayo alipomkaribisha Yesu kwenye malango yake, kuna baadhi ya watu wakanungunika, wana kama nakaa na wenye dhambi. Haleluya, 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 haleluya. Ni wangapi ambao baada ya kuvuna mazao mengi mwaka fulani walinungunika wakasema hapana, kwa nini ni yeye? Wameniwangia. Kwa nini ni yeye miaka yote? Lakini habari za mwanaume Yesu, Biblia inasema alivyomtizama Zakayo, yeye hakumwona kuwa ni mwenye dhambi. Hata kama wanadamu walisema Bwana amekaa na mwenye dhambi, lakini mwanaume Yesu akasema hili ni chembe langu, hili ni chembe langu. Hiyo biashara yako hata kama wamezindika, anasema hiyo miungu inakimbia, hiyo miungu inakimbia, hiyo miungu inakimbia, hiyo miungu inakimbia. Inawezekana unatembea lakini wamezika maisha yako. Inawezekana unatembea lakini wewe ni mtu ambaye umezikwa miaka 2 iliyopita. Umekuwa ni mtu wa kuhangaika, mgongo wako hauponi, mgongo wako hauponi. Shida sio mgongo, shida ni kwamba wamezika maisha ya kwako. Wanasubiria muda ukifika waithibitishe kwamba hapa sasa imekwisha. Lakini habari za mwanaume Yesu, habari za mwanaume Yesu aliyeshinda mauti, hiyo mauti ambayo walikutangazia, hiyo mauti ambayo wamekutangazia, mwanaume Yesu alishinda, mwanaume Yesu alishinda. Waliweka mipaka, wakasema hili jiwe la 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 la. Inawezekana wameweka mipaka kwamba huu mwaka hatavuka, hii miezi hatavuka. Wameweka mipaka katikati yao. Baada ya Yesu kufa, ile kaburi lake waliweka mipaka, wakasema kwa hili jiwe na kwa hao walinzi, kwa hili jiwe na hizi silaha, kwa hili jiwe na hili shimo, hakika hatatoka. Lakini wakati ulipofika, yule mwanaume Yesu akasema, mimi sio miungu yenu, mimi sio kama miungu yenu, mimi sio miungu yenu. Pigie Bwana kelele. Lazima hilo kaburi ambalo limekuzika siku ya leo likafufuke katika jina la Yesu. Walipozika maisha yako, walipozika elimu ya watoto wako, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, hali zinaisikia, hali zinaisikia, hali zinaisikia, hali zinaisikia. Wazazi wanahangaika, mbona wanangu sio wa kusoma? Mbona wanangu ni wa kufeli muda wote? Mbona wanangu ni wa kuhangaika? Mbona mimi yote haya ni ya kwangu?
mbona yote haya ni ya kwangu? Mbona kama wengine hayawapati? Mbona kama wengine hawaumwi? Mbona jamani ni mimi peke yangu? Hivi huyu Yesu hanioni jamani? Hivi huyu Yesu hanioni? Mbona kama nimebaki peke yangu? Lakini habari za Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kutangazia jioni ya leo, na kutangazia jioni ya leo, rapasana ndia alabaya, na kutangazia jioni ya leo ni ikawe juu yako. Haleluya, 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 haleluya. Lazima waachie ndoa yako, lazima waachie ndoa yako hao pepo. Ndio pepo jamaa, ibilisi ni ajabu sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna pepo wanawamwaga wakati mwingine. Kuna familia ziendi kwa sababu baba ni mlevi wakati wote. Yaani roho ya ulevi imevaa maisha yake, ndio maana familia haipigi hatua. Sema kuna roho wamemwagwa kwenye mazingira fulani kiasi kwamba hakuna mtu wa kuvuka, hakuna mtu wa kupita kwenye umri huu. Wale pepo wanafanya kazi kwenye yale mazingira. Kuna familia zimeweka mipaka ya kiuchumi kwamba nyie sasa lazima hamtavuka hapa. Tunaweka sadaka zetu, wamechinja sadaka zao, wakamimina damu zao, damu za mafahari katikati ya njia panda, wakasema kwa hali hii hawezi kupita. Lakini Waebrania ile sura ya 12 na mstari wa 24, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na ile damu ya kunyunyizwa inanena mema kuliko sadaka ya waliofunga maisha yako. Inanena mema kuliko sadaka ya waliofunga elimu yako. Inanena mema kuliko sadaka ile ambayo alisema unavuka. Umpigie Bwana. Nikwambie kitu kimoja. Inawezekana wakati mwingine umeugua muda mrefu ukajivika, ukasema huu ni ugonjwa wako. Wani huu ugonjwa ni wa kwangu. Mimi nimekuwa ni wa hivi miaka yote. Mimi ni wa hivi siku zote. Jamani mimi ni wa hivi. Kila ukiulizwa jamani mgongo wangu tu na mimi nipo. Jamani mimi mgongo wangu, kila ukisalimiwa mimi mgongo wangu jamani miaka yote. Lakini mwanaume Yesu anasema njooni kwangu, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Haijalishi ni ulevi, anafungua. Haijalishi ni uganga, anafungua. Haijalishi ni madhabahu, zinapasuka, 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 zinapasuka. Ngoja nikwambie. Ndio. Kuna wakati haleluya, 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 watu wa Simanjiro, haleluya, vijana wa Simanjiro, haleluya, nisikie vigelegele kwa vijana wa Simanjiro, kwa wamama wa Simanjiro, haleluya. Ngoja nikwambie, kuna wakati unajua haya maisha ya wokovu, kupita au kuvuka kwenye hatua fulani kidogo ni changamoto. Haleluya. Baada ya kuokoka umekuwa ni mtu wa kuanguka. Leo umeanguka, kesho utasimama. Jamani ngoja nikatubu kwanza. Unaenda kutubu lakini ndani yako na vitu vinapungua. Kesho tena umeshawishika, umeenda nje ya ndoa, unakimbia tena, ngoja jamani nikatubu. Unaenda kutubu lakini kesho tena wewe ndio wa kwanza kusengenya ndugu zako. Unakumbuka ngoja nikatubu tena. Ala. Unakumbuka tena. Unaona kama nimekosea. Umekuwa ni mtu wa kukosea, mwishowe
umejenga hatia ndani yako, umejenga hatia ambayo, jamani, kama ni msamaha, nimeomba sana, ngoja nikae nyumbani, nibaki kuwa mtu wa nyumbani, maana kwa haya maovu ambayo nimefanya, kwa haya maovu ambayo nimefanya, unakumbuka vitu vingi. Umekuwa ni mtu wa kujihukumu mwenyewe, umekuwa ni mtu wa kujihukumu mwenyewe, umekuwa ni mtu wa kujihukumu. Lakini Biblia inasema kitabu cha Warumi ile sura ya 8, hakuna hukumu ya adhabu, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo, hakuna hukumu ya adhabu. Sogea mbele za Bwana, mwambie nimekumbuka Bwana. Yeye sio kama watu. Sikiliza, watu huwa wanachoka kusamehe. My God, hallelujah. Watu wanachoka kukusaidia kwenye haya maisha. Ngoja nikwambie, usitegemee watu miaka yote. Unasema kweli mtumishi. Watu huwa wanachoka. Watu wanachoka. Siku zote umekuacha wewe, mimi nimechoka, mwishowe katafute kwingine msaada. Unaenda kwa mwingine, jamani, mimi nimeishiwa, nataka kushauriwa. Mbona mume wangu hanielewi jamani? Mbona mke wangu hatulii jamani? Mbona watoto wangu kama hawanielewi? Wanakwambia tumekuchoka, nenda katafute kwingine. Unatembea mama wa watu wachoke. Unaenda kwa mtumishi wa Mungu, wakati mwingine, naomba mtumishi wa Mungu nifanye nini hapa? Anakushauri, lakini bado unaona unatafuta msaada. Umetafuta msaada wa kupata suluhisho la maisha yako, haujaona, lakini yupo asiyechoka kuokoa maisha ya mama mmoja hapo, kuokoa familia hapo na Simanjiro mmoja. Yupo asiyetoka. Ngoja nikwambie, niseme. Baada ya Zakayo kugundua kuwa yeye ni mfupi, alivyopanda juu ya ule mti, mwanaume Yesu alipomuona akasema, leo imenipasa nishinde kwako. Lakini pia wokovu uko malangoni mwako. Mwambie jirani yako, wokovu uko malangoni mwako siku ya leo. Mwambie wokovu uko malangoni pako siku ya leo. Paza sauti yako, ambaye haongei na mshangaa. Mwambie wokovu uko malangoni kwako siku ya leo. Inawezekana huyo hataki wokovu uwe kwako. Mwambie tena, wokovu uko malangoni kwako siku ya leo. Na wokovu ukiingia malangoni pako, lazima kitu kibaya kinafunguka. Lazima ile miungu inakimbia. Lazima ile mizimu ambayo imegeuka kuwa ni bai inakaa juu ya bati. Usiku wa manane haulale. Unasikia kama vitu vinakimbia. Juu ya bati. Kumbe kuna misimu ambayo imeweka uhalali na maisha ya mtu mmoja. Nilivyosema wokovu uko malangoni kwako, lazima hiyo mizimu ikimbie. Kwenye shamba lako, lazima hiyo mizimu ikimbie. Kwenye mifugo yako. Inawezekana wakati mwingine mifugo yako ni wakufa. My God, inakimbia. Sema baba. Inawezekana ng'ombe zako kila wiki wewe unaguzika ng'ombe. Baba. Kuna roho za mauti zinaachiliwa, roho za uharibifu. Lengo usipige hatua. Inawezekana kila kukicha ukipata mfugo mmoja amejifungua, kuna mwingine amekufa. Manake kuna uhalali ambao umewekwa kuwa sadaka, kwamba hautavuka. Lakini sahihi, wokovu kwa malangoni kwako. Nimesikia vigelegele kwa Bwana, nimesikia kelele za shangwe. Lazima mbingu ikanene mema kwa ajili yako jioni yao. Lazima mbingu ikanene mema. Lazima mbingu ikafunguka. Tutaenda kuomba mbingu zifunguke kwa ajili ya maisha yako. Tunaenda kuomba mbingu zifunguke kwa ajili ya maisha yako. Mbingu zilizofungwa zifunguke. Mbingu zilizofungwa zifunguke katika jina la Yesu. Mbingu zilizofungwa zikafunguke
zikafunguke siku ya leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Waliosikia maisha yako wakayaachie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Waliokaa kwenye biashara wakaiachie katika jina la Yesu. Mbingu zikifunguka kwa ajili yako, kuna vitu vinasogea tu, hata kama ni kwa lazima. Haleluya, haleluya, haleluya. Biblia inasema baada ya mwanaume Yesu kubatizwa, ghafla mbingu zikafunguka. Mbingu kufunguka maana yake ni kwamba uhalali, kwamba hii ni jembe langu nitakalomwokoa mwana Simanjiro mmoja. Mbingu kufunguka maana yake ni kwamba simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, simama ulipo, simama ulipo. Mbingu zikufunguka, lazima ndoa iliyoharibika ikae kwenye sawa sawa. Lazima ndoa iliyoharibika irudi kwenye mstari katika jina la Yesu. Yeye hana kubwa, yeye hana makubwa. Biblia inasema hamna jambo yeye asiloliweza. Ni mangapi ambao yamefunga maisha yako? Ni vitu gani vimefunga maisha yako? Vitu gani vimefunga afya yako? Vitu gani vimefunga familia yako? Ni mahali gani umekuwa ukitamani kwenda lakini unakosa namna ya kusogea? Mahali gani umekuwa ukipiga hatua lakini hausogei? Mahali gani umekuwa ukifikiria lakini haliendi? Tunavyoenda kumwambia Bwana siku ya leo, mbingu zikafunguka katika jina la Yesu. Mbingu zikaachie maisha yako. Inawezekana umezalauliwa vya kutosha na umelia mara nyingi haupati msaada, lakini mbingu zikafunguka siku ya leo katika jina la Yesu. Umekuwa na watoto wako kila siku wewe ni wakulia, hawafaulu, watu wanafungiwa, unaona kama vile hawakuelewi. Acha mbingu za Bwana zikafunguka juu yao katika jina la Yesu. Acha mbingu za Bwana zikafunguka siku ya leo katika jina la Yesu. Acha mbingu zikafunguke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema amen. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Ungeongeza vigelegele kwa Bwana. Acha mbingu ziachie, acha mbingu zifungue. Palipofungwa palifunguliwa tena. Walipokutangazia msiba, utavuka huu mwaka. Walisema hautavuka, nitavuka katika jina la Yesu. Waliosema hautaolewa, kama una umbo baya, waambie nitaolewa. Yuko anayetengeneza maumbo, anatengeneza shepu za jina la Yesu. Pasana na ndia bakara. Tafakari katika uwepo wa Bwana.